wanaanguka kimuziki ama wanakuwa wana improve zaidi? Wanakuwa kwa sababu naona kazi zao wanafanya. Alafu nachoshukuru Mungu, wengi wanapoenda katika miji ya watu kama Dar es Salaam, anafika tu Dar es Salaam, watu wanaanza kukubali uwezo wake. Sometimes kuna wengine utakuta wamempa hata nafasi ya kufanya album nzima kwenye lebo zao Dar es Salaam. Yeah. Bwana nakubali, jitambulishe pia majina yako, lakini pia tuambie kwa nini uko hapa. Bwana, mimi naitwaga Akizi, wanangu wa Bora Tunduma kule kwetu wananitaga Akida. Yeah. Niko hapa, nimekuja na wanangu, wasanii wangu Simwa the Boy pamoja na Joel Godi. Wanangoma hao mpya inaitwa Bora Uende, tumekuja kuitambulisha hapa. Tunaomba mashabiki mkao wa kura. Nafikiri tumeletea kazi nzuri, mtapenda. Bwana nakubali. Umesema uko na Simwa the Boy, bwana inakuaje mwanangu? Safi kama saizi. Bwana kama kaa. Amani sana. Yani kwa nini unajiita Simwa the Boy? Simwa the Boy bila shaka watu wanafahamu, kwa wale ambao ni wa karibu upande wangu. Simwa the Boy nimechukua kama jina la ukombe, afu ndio nikaweka kidoti hapo kama boy. Uko ni nani sasa? Simwadha. Okay. Ndio. Na mimi niko hapa kama sikufahamu vile unajua. Najua hiyo lakini ndio. Bwana nakubali, lakini pia tuambie nini kilifanya ukagundua kwamba unaweza kufanya muziki, na ni muziki gani ambao unaona kabisa unaweza kuliko muziki mwingine? Muziki kifupi, muziki wa Bongo Flava nimefuatilia sana, na pia nilipenda sana kufanya muziki zaidi hapa. Ndio kwa sababu Bongo Flava, bila shaka Bongo Flava Tanzania na hisi ndio muziki wetu. Wewe sasa upi ambao unaweza zaidi? Bila shaka ni Bongo Flava. Okay. Ndio. Bwana nakubali. Nini mpaka sasa hivi na kali niseme ni kama 10 hivi. Kama 10 ndio. Bwana ushatambulisha popote? Kipindi hicho ilikuwa ni japo ilikuwa ni ngumu kupenya, maana nilikuwa ni kipengele kuingia hadi ukatambulisha ngoma. Bwana no, umegundua kwamba nyumbani ni nyumbani mwanangu. Yeah. Nyumbani ni nyumbani, si ndio? Nyumbani. Nilivyoona nikapiga hesabu ya haraka kwa mazingira ambayo tupo huku kwetu na nini Songwe. Nikaona nikimcheki blow hapa nini atasaidia, atapushi mzigo. Bwana nakubali. Kuna maproducer nafikiri ni ule muziki ambao wanaimba wakina Konde na wakina nani. Lakini Bongo Flava ni pamoja na hip hop. Sawa. Kinachokuja kuzitofautisha, maana yake wewe utasema mimi naimba Bongo hip hop ama naimba muziki wa kuimba tu kawaida. Maana yake unaposema flavor unaongelea ladha. Kwa hiyo Bongo Flava ni ladha za bongo, hata gospel pia ipo kwenye asili, hata muziki wa asili Bongo Flava. Kwa sababu tunatumia Kiswahili. Maana wewe unadini na kuimba sana ama una rap sana mwanangu? Mimi nadini na kuimba sana kwa sababu toka naanza mimi ni kuimba tu. Kipaji chako ulikigundua vipi mwanaitu? Kutokana na mazingira ya nyumbani. Ilikuwaje ukagundua kwamba oya nijiwekeze huko na sio mpira? Niseme kwamba kuna kipindi fulani hivi nikiwa maskani pale Malonji. Kuna jamaa fulani tumesoma naye kwa anaitwa Sija, Sija Kibona, Sija Boy. Mshikaji alikuwa anapenda sana pato nini, anaweza kusema mwanangu wewe twende sehemu fulani tukachanane kule nini na washikaji. Kwa hiyo ilikuwa ni ile burudani hapa na pale, lakini kitendo hicho kilikuwa kunivutia mwenyewe. Nikaona mwanzo tulikuwa tunajaribu, lakini nikisema niweke usia tu kwenye kazi naweza nikafanya. Nikawa nimevutiwa hivyo, nikaanza kuandika ndio. Okay. So safari yako ikaanzia pale. Safari ikaanza hapo. Walinipa idea. Anamhitaji lakini vitendo vinavyofanywa ikawa nimeaushwa, ikabidi atuzungu bwana. Simwa. Nilikuwa na idea kwamba kuna ngoma ambayo ulikuwa umefanya ilikuwa hajatembea, lakini kuvutana kwamba mazingira alionipata hapa tukaandikia. Kwa hiyo haikuwa ngumu sana. Tukawa tumeandika, Jilogodi naye akasema yangu hii ngoma itakuwa ni kali kwa sababu mshikaji tunataka tumkazie kwa sababu wife namna gani tuweke vitu. Kwa ni story ya kweli. Ni story anaona mshikaji. Bila shaka Akida ilikuwa ni nani tu, Akida wangu tunaibuka nini mazingira fulani andaa nini hapo kwa sababu mshikaji beat yeye mwenyewe alikuwa ameshalisuka. Kwa mshikaji walikuja kimajonzi hivi. Unajua hii ngoma kwa heshima kubwa anaitwa Kiz, producer huyu hapa mkubwa kabisa nyanda za juu kusini. Lakini pia niko na msanii ambaye ameanza rasmi, naweza nikasema hivyo. Alianza kitambo lakini kaanza rasmi na ndio maana ameweza kuleta kazi yake Voya FM Radio. Lakini pia niko na msanii ambaye ndo ameingia kwenye game, si ndio? Ama shehe kuimba kabla. Huyu mwamba ana magoma yake nimefanya. Ana magoma yake sema ndio hivyo. Yote kwa yote kuna wasanii bana
Mimi sifisagi. Hebu mchane mwanangu. Yaani wanafanya ngoma lakini wanakaa nazo magetoni. Sawa? Yaani wanakaa nazo. Tunafanya muziki kwa ajili ya watu. Sawa? Yaani ukifanya kazi, ukiwapelekea watu ukisikiliza, wao ndo watakupagua hadi kwamba kazi nzuri au mbaya. Kwa sababu usitegemee matokeo kila siku, yaani vitu vyetu tunavifanya wote watapenda. Sio wote watapenda unachokifanya. Kwa hiyo pelekea watu wimbo, kama watu wataona unafaa basi tunaondoka nao. Kama wataona hujafaa, inakupa chance ya kwenda kufanya wimbo mwingine. Msio mnakaa na ngoma magetoni. Bwana, hebu mpe headphone mshikaji nipigane tena story. Kwa majina mimi naitwa Jorogodi Ndimbwa. Kwa jina halisi naitwa Baraka Ndimbwa. Baraka Ndimbwa. Yeah. Kwa nini unajiita Jorogodi mwanangu? Jina kali sana hilo. Jorogodi ni jina ambalo nimelipata tu kutokana na misukosuko ya maisha hapa na pale. Bwana noma sana. Yeah. Ulianza lini kufanya muziki mwanangu? Sije kujua kama unafanya hicho kitu. Mimi nafanya muziki wa Okay, kwanza vao nilikuwa napita tu kama njia. Nilikuwa na wanangu, nilienda magetoni kwao kutia story. Lakini nikafunga booth kwenye mageto yao, kuna track walikuwa wanahitaji. Kuna track fulani uliipiga mara ya kwanza ulicheza hapo. Nilifunga magetoni tukafanyia ngoma. Lakini wakati tunaendelea na hizo project za tunaishi kwa ule mshikaji kwenye magetoni, nilijikuta nimebaki pale pale. Unajua sometimes tunakuepo sehemu kwa sababu Mungu anataka, sio kama mimi ndo nataka niwe. Nilikuwa napita ni njia tu. Bwana nakubali sana. Msikilizaji, kama una swali ndiye ambaye anakuja kwa kasi sana, anaitwa Sima the Boy, lakini pia niko na msanii kabisa wa rap anaitwa Jorogodi, na wameweza kuleta track yao mpya inaitwa Bora Uende, na ina story ya kweli kuhusiana na mshikaji ambaye anaitwa Jerry ama King Joe. Ni ndimbo pia yule mkumbu. Mlungu. Mlungu. Yeah. Okay, basi fresh. Kwa heshima naomba tuweze kusikiliza ama vipi? For real. Lakini pia imeweza kuandaliwa na producer Akiz ama Akida au vipi? Hapa msikilizaji sikiliza, alafu weza kutuambia comment yako ni nini. Ni nani leo umetuletea huyu jamaa? Sogelea na mic kabisa. Bana, hapa nimemleta Simwa the Boy pamoja na mwanae anaitwa Jorogodi. Yeah. Mkumbwa huyu. Yeah. Simwanza pia, si ndio? Simba the Boy. Sogelea mic kabisa mwanangu. Okay. Yaani sogelea kama sisi hivi, umeona? Sogea kabisa, vuta kiti. Sawa. Okay. Na kuna ujue watu wengi neno kuzalisha wanavyotafsiri ni tafsiri tofauti kidogo. Kwa mfano kama hii ngoma inasema wasanii wa Songo wa kiume njoni ni wazalishe. Watu wanatafsiri tofauti sana, lakini nimejaribu kuwatafsiria maana ya kuzalisha ambayo nilikuwa naielezea hapo. Kwamba kama Diamond Bob Junior alimzalisha Mondi, alafu naye Mondi kamzalisha Konde. Yanamaanisha kuibua vipaji. Sikuwa na maana kama ambavyo watu wengi walitafsiri na kupanic kukawa kwingi sana. Ulipata pengine comment yote ambayo ni mbaya? Sikupata comment mbaya yoyote kwa mashabiki, ila kwa wasanii wengine hao ambao wana matumizi mabovu ya uelewa, ndio walihisi kama kuzalisha ambacho nilikuwa nakiongelea walitafsiri tofauti, lakini mimi nilikuwa naongelea kwenye kuibua vipaji. Okay. Na umejaribu kuibua kipaji cha nani na nani? Utaji hata wanne mwanangu. Mwanangu, karibia wasanii wa Songwe 90% wamepita kwenye mikono yangu. Wengi hata ambaye anakuja kubisha karibia wasanii 90% wamepita kwenye mikono yangu. Ni wengi. Na bado wako wengi. Waga sometimes mimi nachukua wale ambao wamekataliwa ndio wanawachukua na wanafanya nao kazi. Bwana nakubali. Tutaji hata watano mwanangu afu tuondoke. Achana na asilimia. Okay. Najua wengi wanamfahamu Sam J anafahamika sana. Sam J wengi wanamfahamu. Wa kwanza huyo kwa haraka wasanii wako wengi tu kiasi. Nikisema nitaje mmoja watahisi kama wengine nimewaacha. Watahisi kama kuna wengine na watenga hivi, lakini wasanii ambao nimefanya nao kazi wako wengi. Asilimia kubwa wengine wako Dar es Salaam. Nafikiri inaweza kushangaza nikisema Matani wengi mnamfahamu, Mickey Matani wengi wanamfahamu Matani. Matani from the scratch anatokea kwangu. Okay, ni kijana Matani. Kuna dogo mwingine anaitwa Privacy, yuko Dar es Salaam pia. Wako ni wengi ambao nimefanya nao kazi zimefahamika. Wengine unaweza kawa alikuwepo, lakini baada ya kufanya kazi na wewe ndo akawepo zaidi, ndo wengi zaidi hao. Inamaanisha unakukataa baadaye ama inakuaje? Hapana, nafikiri unajua ukishapanda juu ya mti
utaki kwanza yani ulichokifuata kiko juu ya mti. Usidiri sana na kilicho chini ya mti, kwa sababu unaweza ukadondoka. Okay. Hakikisha kwanza umekipata cha juu ya mti, alafu kisha uje kufuata ambacho kiko chini ya mti. Na wasanii wako wengi ambao wameanza